Watu wa Mungu, nipende kuwakaribisha katika asubuhi ya leo. Wale ambao ni Wakristo ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao si Wakristo, habari ya asubuhi. Nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki cha asubuhi, tunapokwenda kujifunza somo la pekee ambalo ningetamani kwamba liwafikie katika asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo tutakuwa na somo la pekee sana ambalo nimependa kulipa kichwa cha somo kinachosema ndoa safi. Ndoa safi. Kwa nini nimependa kulipa kichwa cha somo kinachoitwa ndoa safi? Nitaomba uniazime masikio yako. Sasa kabla sijalianza rasmi, nipende kujitambulisha kwenu. Mimi kwa majina naitwa Joakim Daudi Sasira, mwinjilisti ambaye nafanya kazi hii ya kurusha habari njema za neno la Mungu. Na kwa leo neno la Mungu ambalo nimeona niwaleteni hili somo linalosema ndoa safi. Ndoa safi. Kimsingi huwezi kuwa na kaya iliyo nzuri kama huna ndoa safi. Na tena huwezi kuwa na kanisa lililo zuri kama huna ndoa safi. Na wala huwezi kuwa na serikali nzuri kama rais atakuwa hana ndoa safi. Lakini vile vile, iwe ni waziri, iwe ni wabunge, iwe ni wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, kama hajatulia katika ndoa yake, bado huwezi kupata utaratibu wa maisha ulio mzuri. Na hivyo ili mambo yaende vizuri, ni vema tukaelewa umuhimu wa kuwa na ndoa safi. Na asubuhi ya leo nitaomba tuanze na fungu muhimu sana ndani ya maandiko matakatifu, kama Mungu alivyokuwa ameelekeza, ili kwamba tupate ndoa iliyo njema, iliyo safi. Kitabu cha Mwanzo, Mungu ndiye kinatuonyesha kwamba Mungu ndiyo muasisi wa hizi ndoa zote unazoziona. Ndoa ya kwanza Mungu ndiye alisimamia kama sehemu ya mbegu ya kwanza, kuonyesha kwamba ndoa zinapaswa ziwe namna hii. Hii ndoa ni ya mzee wetu Adam, ambaye Mungu alimuumba akiwa peke yake, lakini akaona si vema amfanyie msaidizi kama maandiko yanavyoeleza. Tusome kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Wewe unayenisikiliza, niombe ufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Maandiko matakatifu yanasomeka hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Kwa hiyo Mungu anasema katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18 kwamba aliona huyo mtu sio vema kukaa peke yake. Kwa hiyo akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Somo letu linasema ndoa safi. Ndoa safi ni vipengele muhimu ambavyo tutaviangalia. Kipengele cha kwanza, msingi wa kwanza Mungu anaotuonyesha, aligundua mwanaume yuko peke yake. Kwa hiyo akamfanyia msaidizi. Hakumfanyia wasaidizi. Hakumfanyia wasaidizi wawili au watatu watakaomsaidia. Maana aliona kazi alionayo Adam ni kubwa ya kuujaza ulimwengu. Kwa hiyo angemfanyia msaidizi labda wawili au watatu au wanne au watano hata 10. Maana hayo yote yalikuwa ndani ya uwezo wa Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu anataka kutuonyesha msingi bora wa ndoa, anasema alimuweka Adam na baadaye akamfanyia msaidizi. Ni kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe,
na hao watakuwa mwili mmoja. Nao anasema na hao watakuwa mwili mmoja. Mwisho wa kunukuu. Mungu akafanya utaratibu wa kumfanyia operation Adam, akamletea usingizi mzito, akampiga nusu kaputi, akafanya operation, akatoa ubavu kwa Adam, kisha akautengeneza ule ubavu ukawa ni mwanamke, sio wakawa ni wanawake. Msingi wa ndoa anaanza kutuonyesha kwamba ni mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema sasa huyu ni mifupa ndani ya mifupa yangu na ni nyama ndani ya nyama yangu. Na anasema Adam akasema aya ya 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Kwa hiyo Adam akaona jambo hili ni la msingi, na Mungu akasema mwanaume ataacha wazazi wake, baba na mama yake, ataambatana na mkewe. Kama tutakavyoona huko mbele, jinsi inavyoendelea kuonyesha kwamba ndoa ni jambo la msingi sana. Linaonyesha msingi kwanza kwamba ni mke mmoja na mume mmoja. Huu ni msingi, tukiufuata tutakuwa na ndoa nzuri ambazo hazina changamoto katika ulimwengu wa sasa. Ulimwengu wa sasa tumeingia kwenye changamoto kubwa, ndugu yangu naye nisikiliza, wa ndoa. Si makanisani, si huko duniani, bado kumekuwa na shida katika habari ya ndoa. Ndoa zimeleta msiba mkubwa. Ndoa zimekatisha tamaa watu wengi sana. Ndoa zimehuzunisha watu wengi. Watu wameshindwa kuendelea kwa sababu ya kukosa ndoa iliyo njema. Na haya yote yanatokana kuharibika kwa msingi ambao ni neno la Mungu, ambalo leo wewe umebahatika kulisikiliza. Msingi wa kwanza, wewe kijana na wewe binti ambao unatusikia, lakini na wewe baba na wewe mama ambao tayari mko kwenye ndoa, msingi wa kwanza ni kulitii neno la Mungu kama linavyoelekeza. Neno la Mungu kilisikiliza, ukalitii na ukaingia kwenye ndoa, utafanikiwa kwa mafanikio makubwa sana. Lakini kama utayapuuza haya, baadaye utakuja kujuta. Na hasa nazungumza na wale wacha Mungu ambao ni Wakristo, ambao wakishaingia kwenye ndoa, kuingia huwa ni rahisi, lakini kutoka huwa ni mtihani mkubwa sana. Maana ndoa zetu kama tutakavyoona huko mbele, mtasikia zinavyoelekeza. Na hili somo linawahusu watu wote. Linahusu watu wa kanisa na watu ambao sio wa kanisa. Hivyo wewe ambao umefanikiwa kusikiliza habari ya ndoa, ili mradi na wewe una shauku ya kuoa au ya kuolewa, au tayari una mke au una mume, inakuhusu hii habari njema inayohusiana na ndoa. Maandiko yanaendelea kujieleza hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Mambo yalianza kukorofishwa hapo. Tunaanza kuona misingi ya ndoa inaharibika. Mungu aliweka mtu mume na mtu mke, lakini ndoa inaanza kukorofishwa na mtu mmoja ambaye yeye alitoka katika kizazi cha Kaini, kizazi cha waasi, kizazi ambacho sio cha wacha Mungu. Kaini ni mtoto wa Adamu wa kwanza, ambaye huyu Kaini ni mzaliwa wa kwanza wa Adamu ambaye hakufanya vizuri. Pale mwanzo alikuwepo Kaini na Habili. Habili akafanya vizuri, Kaini akafanya vibaya. Mungu akamrani Kaini na akafukuzwa pale, akaondoka, akaenda akajitenga na wazazi wake. Kule akaanzisha mji wake mwenyewe. Kule alikokwenda alianzisha mji wake na mke wake. Huko alianzisha mji wake na mke wake, na wakaanza kupata ukoo wao. Sikia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya 17, tunapata katika kizazi cha Adamu jambo jipya linalohusiana na ndoa, ambalo Mungu hakuliasisi, ila huyu amejiongeza mwenyewe. Sikiliza kwa makini. Sura ya 4 aya 17, kitabu ni cha Mwanzo. Kaini anasema hivi: Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Henoko akamzaa Iladi. Iladi akamzaa Mehuyaeli. Mehuyaeli akamzaa Metusela. Metusela akamzaa Lameki. 19. Sikia kwa makini ndugu yangu. Lakini anasema Lameki akajitwalia wake wawili. Jina la wa kwanza ni Ada
na jina la wa pili ni Sila. Lameki akajitwalia wake wawili. Lameki akaanza kuharibu utaratibu wa Mungu ambao Mungu alikuwa ameuanza. Hii shida ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja haikuanza juzi juzi tu, kwamba labda ilianza kwa kina Ibrahimu, labda ilianza kwa kina Musa, au ilianza kwa kina. Hapana, hili jambo lilianza zamani sana. Lilianza kipindi kile tu cha mwanzo, watoto wa kwanza wa Adamu, mmoja akaasi. Alipoasi akaanza kuleta ibada za kwake. Kwanza alileta ibada za kuleta sadaka mazao, na Mungu alikuwa anataka sadaka iwe ni wanyama. Yeye akaleta mazao. Alikuwa na moyo wa uasi toka mwanzo, huyu Kaini. Na hivyo watoto wake wakalisi hii tabia ya uasi, ya kutoa kwenda sawasawa na sheria za Mungu. Wakaendelea kumwasi Mungu hatua kwa hatua, huku kizazi cha Mungu kikiendelea vizuri, huku kizazi cha Kaini kikiendelea vibaya. Kwa hiyo katika ulimwengu ule kukawa na vizazi viwili. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu ule kukawa na vizazi viwili. Kukawa na kizazi cha wacha Mungu na kizazi ambacho sio cha wacha Mungu. Upande wa Adamu ni kizazi cha wacha Mungu, ambaye Adamu baadaye walimpata mtoto mmoja. Baada ya Habili kufa, alipatikana mtoto mmoja anaitwa Seti. Ukisoma sura ya 5 utaona Mungu anamwanzishia Adamu ukoo mwingine ambao utamtii Mungu. Lakini ukoo wa upande wa pili, ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa Adamu, ambaye anaitwa Kaini, yeye aliendelea kufanya uasi wa kufanya ibada za ajabu. Ibada za ajabu. Na ziliendelea hivyo. Na Kaini aliendelea namna hiyo na uasi wake, na akatengeneza familia. Na hii ndiyo iliyosababisha hata gharika ije duniani. Naomba msikilizaji wangu unayenisikiliza na wewe unayenitazama, tushirikiane kwa uzuri. Tufungue kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 aya ile ya kwanza, kwamba hizi familia mbili, familia ya Adamu ikisimamiwa na Seti na familia ya Kaini ikiendelea kwa ukoo wa Lameki, walifanya mambo ya ajabu sana. Sikia kilichotokea katika Mwanzo sura ya 6 aya ya kwanza. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Familia zinaonekana ni mbili. Maandiko yanasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Upande wa Adamu ni wanadamu, lakini upande wa Kaini nao ni wanadamu. Lakini anasema na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wana wa Mungu wakawaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Binti za wanadamu wanaozungumziwa hapa ni uzazi wa Kaini, na binti za Mungu wanaosemwa hapa ni uzazi wa Seti. Ukiangalia hata kuanzia Seti ukaenda ukoo wake unakwenda mpaka unakuja unaangukia kwa Yesu kutoka kwa Seti. Lakini Kaini historia yake inaishia njiani, kwa sababu ni familia ambayo ilikwenda ndivyo sivyo. Na kwa kweli enda ndivyo sivyo, tukaona ni vema tulete hili somo ili muweze kuelewa madhara ya kuwa na ndoa chafu. Mungu anataka tuwe na ndoa safi ili tuwe na kanisa safi na tuwe na kaya nzuri. Lakini tuwe hata na serikali nzuri, maana mfalme akianza kuchanganywa na mwanamke huwa kuna tatizo kubwa sana. Mwelekeo huu unakosekana. Nakumbuka kisa cha Asuero, jinsi alivyochanganywa na Malkia. Kile kisa nisingependa tuende nacho, lakini kisa kizuri ambacho kinaweza kukufundisha kitu fulani. Niombe uendelee kuniazima masikio, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Tumeona jinsi ambavyo familia hizi zinavyosigana, familia ya watu wa Mungu na familia ya watu wa wanadamu. Aya ile ya 4 anaendelea kusema kwenye sura ile ya 6. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile, tena baada ya hayo
wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa, nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Ni watu hodari, watu wenye sifa, wenye maujuzi mengi sana, lakini habari za Mungu hazimo ndani yao. Habari za kumcha Mungu hakuna ndani yao, na hivyo wakafanikiwa katika habari ya ulimwengu, lakini katika habari za Mungu wakafeli vibaya sana. Kama mojawapo wa sisi ambao tunaishi katika enzi hizi, tunafanikiwa katika habari za dunia. Unamwangalia binti kwa umbo, unamwangalia binti kwa sura, bila kuangalia sifa ya kwanza, ambayo moja la kwanza ni kuhakikisha unakuwa na mchumba mmoja, ambaye huyo mchumba atakuwa ni mke wako. Lakini sifa ya pili tutakwenda kuiona, Mungu ambayo alionya kabisa kwamba watu wa Mungu wasisubutu kufanya hivyo, ambayo hapa ya pili tumeshaiona kwamba watu wanakwenda kuoa mke zaidi ya mmoja, wanaoa wawili, wanaoa watatu. Hii tabia ilianza kwenye ukoo mbovu ambao ni ukoo wa Kaini. Na hivyo wewe kama utaoa mwanamke zaidi ya mmoja, fundisho hilo sio la Mungu. Fundisho hilo linatoka kwenye ukoo wa Kaini, ambao ni fundisho la kishetani. Maandiko matakatifu yanaendelea kutuelekeza visa mbalimbali ndani ya Biblia vilivyotokea kinyume na mapenzi ya Mungu, yale ambayo alikuwa ameyaanzisha yeye mwenyewe. Kitabu ni Wafalme. Naomba tufungue kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ni ya Wafalme wa kwanza, niombe tushirikiane hapo. Sura ile ni ya 11. Wafalme wa kwanza sura ya 11, waangalie hii ya kuoa matara au kuoa mke zaidi ya mmoja, jinsi ilivyoharibu ndoa ya Mungu iliyo nzuri. Maana Mungu anaposema mke mmoja na mume mmoja, anataka tudumu katika kumcha yeye, tuwe wanyenyekevu, tukitii sheria zake, kuanzia kwenye ndoa na mpaka mambo mengine yote. Sasa sikiliza kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 11 aya ya kwanza. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Wamoabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti na wa mataifa Bwana aliowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Hiki ndicho Mungu ambacho alikuwa hakitaki. Maana anaelewa unapoingia kwenye ukengeufu, hatua ya kwanza inakwenda kuzalisha hatua ya pili. Msingi wa kwanza ni mke mmoja, lakini unapokwenda kuuvunja unakwenda kukutana na mambo mengine mazito. Sulemani akawapenda wanawake, tena akapenda wake wa kifalme, wanawake wa kila aina. Akaoa wanawake 700, lakini akawa na mazuria 300, jumla 1000. Ni jambo la hatari kubwa sana, kwamba anataka alizishe moyo wake. Aya ya 4, maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake, kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth, mungu mke wa Wasidoni, na Milko, mchukizo la Waamoni, Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemosh, chukizo la Waamoni, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba, wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhabikia Sulemani, kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli, aliyemtokea mara 2
akamwamuru katika habari ya jambo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika. Anasema hakuyashika aliyo ya amuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaulalua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Hiki ndicho chanzo cha wana wa Israeli kupasuka vipande viwili. Ndio mwanzo wa taifa la Israeli kuwa na Samaria pamoja na Yuda. Ni kwa sababu Sulemani alifanya kinyume na mapenzi ya Mungu, alikengeuka. Alipokengeuka, Mungu akamwambia, umenifadhaisha sana, sasa mimi nitautawanya ufalme wako. Sulemani akajikuta anaingia matatani, pamoja na heshima aliyokuwa nayo mbele za Mungu, lakini wakeze wakaugeuza moyo, wake wakamgeuza moyo. Na hii ni hakika. Mtumishi wa Mungu Nehemia anairudia kuonyesha kwamba jambo hili lilifadhaisha sana. Sikiliza Nehemia anavyokumbushia hiki kisa cha Sulemani. Nehemia sura ile ni ya 13. Nehemia sura ile ni ya 13. Sikia Nehemia anachokisema juu ya mtumishi wa Mungu Sulemani. Juu ya mtumishi wa Mungu kuhusu ndoa anasema Nehemia. Sikiliza. Anasema hivi. Sikiliza kwa makini sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Haya mambo ya ndoa, ndugu yangu, yameleta shida kubwa sana katika ndoa nyingi sana. Watu wengi, ukisikia visa ni vingi sana. Sasa hivi ndoa, takwimu, serikali imetoa takwimu ya ndoa kwamba ndoa zinafungwa nyingi sana, lakini kwa mwezi ndoa 250 mpaka 300 zinavunjika kwa mwezi Tanzania. Ndoa 250 mpaka 300 zinavunjika, takwimu inaonyesha hivyo. Kwa hiyo unaona jinsi watu wanavyoingia gharama kubwa, sherehe kubwa, mbwembwe nyingi, lakini ndoa hazichukui hata muda. Ni kwa sababu mahali fulani misingi inakuwa imekosewa. Sikiliza Nehemia anachokisema akisisitiza kuhusu ndoa. 13 aya ile ya 23. Ndugu msikilizaji wangu na ndugu mtazamaji, sikia hili jambo linalohusiana na ndoa. Kuhusu ndoa, ndugu yangu, ni mtihani mkubwa sana. Ni mtihani na ni msiba mzito katika taifa letu la Tanzania, na si taifa la Tanzania, ni duniani kote na mpaka kanisani. 13 aya ile ya 23, tutaanzia hapo. Anasema hivi: tena siku hizo nikawaona wale Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi na Amoni na Moabu. Watoto wao wakanena nusu kwa lugha ya Ashdodi, wala hawakuweza kunena kwa Kiyahudi, bali kwa lugha ya watu hao mojawapo. Nikagombana nao, nikawalaani, nikawapiga baadhi yao na kuwang'oa nywele zao. Nikawaapisha kwa Mungu, nikasema, msiwaoze wana wao binti zenu, wala msiwatwae binti zao ili waolewe na wana wenu, wala na ninyi wenyewe. Aya 26 anasema, je, Sulemani mwana wa Daudi, anasema kwenye aya 26, je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake, tena alipendwa na Mungu wake. Naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli, walakini wanawake wageni walimkosesha hata yeye. Basi na sisi je, tuwasikilize ninyi kutenda neno hili baya, hata kumhalifu Mungu wetu kwa kuwaoa wanawake wageni? Sulemani anahoji kwamba na sisi tufanye mambo kama hayo aliyoyafanya Sulemani kwa kuwaoa wanawake wageni? Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Sisi ambao ni Wakristo haturuhusiwi kuoa wanawake wa kigeni.
Hilo ni kosa la tatu. Kosa la kwanza ni kujitwalia wanawake wowote, kuanzisha ndoa ya mitara. Lakini kosa la pili ni kwenda unaoa kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaoa kinyume na utaratibu wa Mungu. Naam, kosa la pili kwamba unakwenda unaoa wanawake wa kigeni ni jambo la hatari sana, na Biblia imetukataza tusije tukasema kwamba labda hilo ilikuwa ni Agano la Kale, kuoa mwanamke zaidi ya mmoja au kuoa mwanamke mgeni. Biblia imekataa, hata yani hii ni Torati imekataa, lakini na Injili. Twende tukaangalia kwenye Injili, kitabu cha Wakorinto, tuangalie anasemaje. Wakorinto sura ya 5, maandiko matakatifu yanaelekeza pale jinsi ya utaratibu wa kuunganishwa na mtu ambaye unataka kuanza naye maisha au kushirikiana naye katika mambo ya maisha. Wakorinto sura ile ni ya 5, Wakorinto wa kwanza, andika huko. Wakorinto wa kwanza sura ile ni ya 5 aya ya 9, anasema hivi. Lakini tuanzie aya ya kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 aya ya kwanza anasema hivi. Nitasoma mpaka aya ile ya 3. Halafu baadaye nitaruka nisome aya ya 9. Naomba msikilizaji uende kunisikiliza kwa makini. Yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyo kuwako hata katika mataifa. Anaendelea kusema kwamba mtu awe na mke wa babaye, nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Paulo akiwaandikia hawa wa Korinto alikuwa amesikia taarifa kwamba kuna zinaa, mpaka zinaa zingine ambazo hata watu wa mataifa hawafanyi. Hapa alikuwa analiandikia kanisa. Akaona huzunika sana, na watu wanafurahia wala hawachukui hata hatua ya kumwadibisha mtu aliyefanya mambo kama hayo. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Yani anaona kama hawamchukulia hatua yeye, hata kama hayupo kiroho, akiwa huko mbali tu, yeye ameshamhukumu huyo mtu kwamba hakutenda jambo ambalo ni jambo zuri kwa watu wa Mungu. Hivyo ndugu yangu, unaona jinsi inavyoleta taswira na mambo yanavyokuwa magumu kwa habari ya ndoa. Kutengeneza ndoa ni msingi wa kwanza, lazima uheshimiwe. Msingi wa kwanza ambao ni kuhakikisha kwamba tunatembea sawasawa na neno la Mungu linavyoelekeza. Aya 9, naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Hapa maandiko matakatifu yanatueleza na kusisitiza kwamba yanarudi kule kwa Nehemia, yanarudi na kwa Sulemani, kwamba Mungu alikuwa amekataa watu wa Mungu wasichangamane kwa kuwaoa wanawake wa kigeni. Kwamba Nehemia anasema sisi tufanye dhambi kama hiyo aliyoifanya Sulemani. Maana Sulemani alienda kaoa wanawake wa kigeni, na wana wa Israeli wakarudia hilo kosa tena la Sulemani. Nehemia alipogundua akawaambia, tazama watoto wenu sasa wananena nusu Kiashidodi na nusu Kiebrania. Nini? Walichanganya kabila, walichanganya makabila. Leo makabila tunachanganyikana, isipokuwa imani hazichanganyikani. Ndugu yangu, kitabu kinasema hivi, imani hazichanganyikani, kitabu cha Wakorinto. Kipindi kile makabila ndio yalitakiwa yasichangamane, vile vile na imani zisichanganyikane. Lakini sasa hivi sisi tukiwa katika Kristo ni wamoja. Hapana Muha, hapana Muhehe, hapana Mchaga, hapana Mpale, wala hapana Mkuria, wala hapana Msukuma. Wote tunakuwa ni wamoja tukiwa ndani ya Kristo Yesu.
Lakini tunapofika ndani ya imani, lazima hapo kuna Muislamu, hapo kuna Mkatoliki, na hapa kuna Msabato, lakini hapa vile vile kuna Msabato mwana matengenezo, na hapa tena kuna mlokole. Hizi imani zinakuwa ziwezi kuchanganyikana, kwa sababu desturi na mila ya imani hizi zimetofautiana. Maana Waadventista wa Sabato wana matengenezo, tunataka tutembee na neno la Mungu, ndivyo asemavyo Bwana. Lakini makanisa au misikiti wanataka watembee vile wanavyoona Mungu wao anasema, ambaye Mungu wao Sulemani wanawake wakampeleka kwa miungu mingine, miungu yao ambayo sisi sasa kama wacha Mungu, watu wa mataifa, yani Waislamu, tunasema Ara ni Mungu wao. Hivyo sio Mungu wetu sisi. Mungu wetu sisi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka aliyeumba mbingu na nchi na bahari. Sasa utakapokwenda kuoa kule, mwanamke wa kule, utakuta na mafundisho ya Mungu wake. Atakuja amejichora tato, amejichora kwenye mwili tato. Utasema hapana, usijichore tato. Mwanamke atakwambia sisi ndivyo tulivyozoea, dini yetu kujipamba ni jambo la kawaida. Atakuja Muislamu ametoboa pua, labda atakunyenyekea kwa siku za kwanza, lakini baadaye ile roho ya kuweka kipini kwenye pua itarudia, ataweka ringi kwenye pua. Atakuja ametoboa masikio, atakunyenyekea labda kwa mwezi au miezi miwili au mwaka, atakuvumilia, lakini baadaye ile roho itarudi ya kutamani kujipamba, atataka aweke ringi kwenye masikio. Lakini sio desturi ya watu wa Mungu. Mungu ametueleza katika maandiko matakatifu. Tufungue katika kitabu cha tunapoangalia jinsi wanawake wanavyopaswa kujipamba, wacha Mungu, na ambavyo wanatakiwa waonekane kwamba wanavutia wacha Mungu. Tufungue tushirikiane wote ndugu zangu katika kitabu kile cha Timotheo, ni ya 9, ni Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya 9. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Sasa hapa wewe ni mcha Mungu, umepewa miiko hii na misingi hii. Hizi ndizo sifa za kuangalia mwanamke mcha Mungu. Unakwenda kumuoa Muislamu ambaye yeye kujipamba ni dhahabu na lulu, aweke vipini kwenye pua, aweke vipini kwenye sikio, lakini kujipamba kwake tena ni kujichora mwili. Huyo ni Muislamu. Lakini utaenda kuoa mlokole, mlokole atakuheshimu na kukustai labda kwa siku 2-3, lakini baada ya miaka miwili utashangaa roho ile inarudi, anaanza kuvaa mavazi ya vimini, anakuja amevalia kimini mbele zako. Unaanza kusema mwanamke usivae kimini, usifanye hivi, lakini wewe ulimuoa ukimtoa huko na akiwa hivyo. Hajawahi kufundishwa maadili ya watu wa Mungu, hajawahi kufundishwa mila na desturi za watu wa Mungu. Hivyo hiyo ndoa inaanza kuleta changamoto kubwa sana, na hamtafika mbali. Hamtafika mbali, ndoa itafia njiani mapema sana. Na Mungu alikuwa amesemaje kuhusu ndoa? Katika kitabu kile cha Mathayo, Yesu anakuja kuielekeza vizuri. Naomba tushirikiane. Mathayo sura ya 19. Kuna jambo Yesu ambaye alikuwa amelisema katika habari ya ndoa. Alikuwa ameliweka vizuri kwamba watu wa Mungu kama tutalizingatia, ndoa zetu zitakuwa zenye raha sana, zitakuwa mbingu ndogo. Lakini kama tutalipuuza, tukakosea kwenye mwanzo wa ndoa, katikati na mwishoni tutakuja kufeli. 19 aya ile ya 3, Yesu anaulizwa kuhusu mustakabali mzima wa ndoa. Anasema hivi: basi Mafarisayo, ninasoma kitabu cha Mathayo sura ya 19 aya ya 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo, oho, anaturudisha kule
tulipotoka kwenye Mwanzo sura ya 2 aya 18. Yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena. Unaona sasa hapa Mungu anaturudisha kwenye kitabu cha Mwanzo. Yesu anaturudisha kwenye kitabu cha Mwanzo akisema, na hawa wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini, naye amwoaye yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa. Aya 11, lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Kwa hiyo ili kutulia na mafundisho kama haya ni kujaliwa, ni kupata neema machoni pa Mungu. Mwili wa mwanadamu unatamani kuasi sheria za Mungu. Sheria ya Mungu kuhusu ndoa ni mke mmoja na mume mmoja. Sheria ya Mungu kuhusu ndoa ni kuoa mtu ambaye ni wa imani sawasawa na wewe, yaani mtu ambaye ni wa mila yako. Mnajifunza mamoja, mnania mamoja. Enzi zile za wana wa Israeli walikuwa wameambiwa kuhusu kuoa watu wa mataifa wasiwaoe, yaani wanaangalia kwa makabila. Yaani Myahudi haruhusiwi kumuoa Muamoni au Muamaleki au Muhiti au Myebusi, alikuwa haruhusiwi. Lakini leo hii kwa mujibu wa kitabu cha Wakorinto Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 aya 9 anatuagiza kwamba tuoe mtu katika imani. Hatuangalii kwa kabila tena, maana hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtu mume wala mtu mke. Ukisoma kile kitabu cha Wagalatia kwamba anatuonyesha kwamba katika habari za ndoa sisi hatutaangalia kwa makabila tena, ila sisi tutaangalia kwa mujibu wa imani, kama tulivyosoma kitabu cha Timotheo anaelekeza, Timotheo wa kwanza, kwamba tunaoa mwanamke ambaye anajua kujistiri, anajua kuvaa vizuri, anajua kujali mwili, anajali afya yake. Huyo ndio tunapaswa kumuoa. Unaoa mwanamke anakuvalia suruali, unaoa mlokole amekuvalia suruali, unaanza kupiga kelele, mwanamke huyu hana adabu, anatembea amevaa suruali. Tatizo sio mwanamke, tatizo ni wewe ambaye ulimjua Mungu lakini ukufuata misingi. Binti unaolewa na kijana ambaye ni mlokole, binti unaolewa na kijana Muislamu, baadaye anaongeza mke wa pili, unasema unaona anaongeza mke wa pili. Ni shida sio kijana, shida ni wewe binti. Hukuwa mvumilivu, hukuruhusu magoti yako kuumia kwa ajili ya kusugua ili msii Mungu akupatie mume mwema. Mume mwema anatoka kwa Bwana, ndugu yangu. Mume mwema hatoki katika fikira zako, anatoka kwa Bwana, na mke mwema anatoka kwa Bwana. Haya mambo ni lazima ujitahidi. Mabinti mnisikize kwa makini, na vijana mnisikize kwa makini. Mnapofikia katika hatua ya kuolewa au ya kuoa, ni lazima uliweke akilini hili jambo na umlilie Mungu sana. Kama ulikuwa unaomba kwa siku mara 2, ni lazima uzidishe maombi, angalau kwa siku uombe hata mara 3, yaani mchana uombe asubuhi, mchana na jioni. Maana unakwenda kuomba jambo la msingi ambalo Mungu akikupatia hilo baba yako hawezi kukupatia, wala mama yako mzazi hawezi kukupatia. Mahali fulani Biblia inaandika, inasema nyumba na mali ni urithi kutoka kwa wazazi, lakini mke mwema mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo ili mpate wanawake wazuri au mpate waume wazuri, ni lazima kumshirikisha Mungu sana, na kumshirikisha Mungu ni kuyasoma maagizo yake na kuomba sana. Lakini katika hii habari inayosema kwamba tangu mwanzo haikuwa hivyo, kitabu cha Mathayo kimesema tangu mwanzo haikuwa hivyo ya kuachana na wanawake. Mwanzo Mungu hakuwa ameruhusu jambo hilo, kwamba watu waachane na wanawake au waowe mke zaidi ya mmoja. Mungu hakuruhusu. Tumeona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18, Mungu hakuruhusu watu kuoa mke zaidi ya mmoja. Ushahidi ni ushahidi wa kimaandiko,
ndani ya Torati na ndani ya Injili. Injili Yesu anasema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Hii unayoona kuwa wanawake wengi ni shida ambazo zimetokea humu katikati, na Mungu aliacha tu waende hivyo. Lakini Yesu baada ya kuja anapigilia msumari, na Yesu ndiye ambaye tunaambiwa tumsikilize. Sasa Muhammad huyu naye akaja Yesu ameshapita, na Yesu ameshafundisha kwamba mke ni mmoja tu. Muhammad anasema hapa, nina Qur'ani, hii ni fasihi wa Kenya. Huyu ni Mkenya aliyefasiri hii Qur'ani. Msikilize anachokisema. Anasema hivi kwamba watu wote walikuwa ni wa dini moja. Sasa hapa nisiseme mimi, ngoja niisome hii aya inavyosema. Ni Mkenya huyu anasema hivi, na hii Qur'ani ni ya Waislamu, na Waislamu wanaitumia na wanaiheshimu sana. Tuangalie inasemaje kwamba kulikuwa na dini nyingi, kwamba dini ya kuangalia ni ya Muhammad. Maana dini ni mafundisho. Unaposikia dini ni mafundisho ya kwenda kwa Mungu. Sasa ni ya Muhammad ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Tusikilize Mungu wake anasemaje wa Muhammad. 213 anasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Oho, kumbe watu wote walikuwa wana dini moja ya haki aliyokuja nayo Adam. Dini aliyokuja nayo Adam tumeipata kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Inasema Mungu akaona huyu mtu asikae peke yake, nitamfanyia msaidizi. Msaidizi aliyefanywa ni mmoja, hakumfanyia wanawake 4 au 5. Lakini tunaweza kusema hiyo ni Biblia. Qur'ani alimfanyia wasaidizi 3 au 4 au 10. Labda Qur'ani ndivyo inavyoeleza. Tuiulize Qur'ani. Ni Suratul Bakara naisoma. Hapa nimesoma Suratul Bakara aya 213. Hii aya ambayo nimeisoma ambayo inasema watu wote walikuwa wa dini moja aliyokuja nayo Nabii Adam, kisha wakahitirafiana. Kumbe walikuwa ni wa dini moja kisha wakahitirafiana, na hitirafu ililetwa na mtu mmoja anaitwa Lameki kwenye habari ya ndoa. Lameki akajitwalia wake 2, akaanzisha dini kinyume na mpango wa Mungu ambao ni wa mwanamke mmoja, ambayo hiyo dini alikwenda nayo Adam, akaenda nayo Nuhu, akaenda nayo Ibrahimu. Ibrahimu akalazimishwa na mke wake aingie kwa kijakazi. Yule ni kijakazi, sio mke wake. Na akaja nayo mpaka kwa Musa. Musa ni mke mmoja alikuwa naye. Mambo yamekwenda namna hiyo, lakini humu katikati rafu zikaanza kuchezwa nyingi za kina Sulemani, akina Daudi, wakaanza kuwa wanawake wanavyotaka. Mungu alivumilia akawaacha. Ila dini ya kwanza kabisa, kipimo cha kuipima dini ya kweli, tunaiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo aliyokuja nayo Adam. Tuangalie kwenye Qur'ani tena, sura ile ni ya 2, Suratul Bakara. Tuangalie wao labda waliruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Tuangalie ni kweli waliruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Suratul Bakara, Suratul Bakara ni hapa aya ile ya 35. Ni Suratul Bakara, ni sura ya 2 ndani ya Qur'ani, aya 35. Na ile aya niliyoisoma ni sura hii ya 2 213. Sasa tuangalie Qur'ani yenyewe inasemaje. Akina Hawa walikuwa ni wengi. Adam alikuwa peke yake, lakini akatengenezewa wanawake wengi ili kuijaza dunia. 35 anasema hivi, na tulisema baada ya hapo kumwambia Nabii Adam, ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika bustani hii peponi, na kuleni humo maridhawa popote mpendapo, lakini msiukaribie mti huu tu, msije mkawa miongoni mwa walio dhurumu. Aha, kumbe hata Qur'ani nayo inaunga mkono kile ambacho kimesema na Torati, kwamba Adamu ni mmoja na mkewe. Unaposikia mkewe, sio wakeze, ni mkewe, yani ni mke wake mmoja, Hawa. Kwa hiyo unapoona mtu anakuja na fundisho ambalo linasema kwamba ni wanawake wengi, Mungu alisema katika Torati 13. Katika Torati 13 alionya sana, alielekeza ujio wa walimu wa manabii tuwapime kwa uzuri. Kumbukumbu la Torati 13 aya 13. Nabii wa uongo anapimwa sio kwa kusema maneno matamu matamu mazuri mdomoni, hapana.
wala sio kwa sura nzuri alionayo, hapana, ila anapimwa kulingana na vile anavyosema. Je, anasema sawasawa na neno la Mungu? Hata nabii leo akazuka katikati yetu, tutampima kwa kutumia maandiko matakatifu kwamba huyu ni nabii wa Mungu au ni nabii wa Lucifer, yani nabii wa shetani. Kumbukumbu la Torati tuandika 13 aya ya kwanza, anasema hivi: kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yu awajaribu, apate kujua ya kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikiza sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Kumbe ili mfuate Mungu ni kushikamana na amri zake na utaratibu wake. Maagizo yake yote lazima yazingatie. Kwa hiyo tumegundua kwamba kumbe dini ya Mungu ni kuwa na mke mmoja. Dini ya Mungu ni kufuata kuoa watu ambao mnakwendana, mila desturi zinafanana. Hivyo ndivyo inavyotakiwa tutembee watu wa Mungu katika ndoa. Tukifanya hivi, tutakuwa na ndoa zilizo bora kabisa, tutaleta faida ya ndoa katika jamii, lakini nasi tutapata raha nafsini mwetu. Ndugu yangu, ninayo mengi ya kueleza kuhusu ndoa, lakini kwa kipande hiki ambacho nimekupatia, naomba kikawe ni msaada kwako. Usioe mwanamke kwa kukurupuka, wala usiende kuolewa kwa kukurupuka. Wala wewe ambaye umeshaoa, tulia na mke wako sasa. Hata kama ulikosea, muombe Mungu akusamehe, ili sasa ukafanye matengenezo upya, ukaimarishe yale yaliyosalia katika ndoa yako, ili kwamba mke wako ikipendeza akuzike, au ikimpendeza Mungu umzike. Mungu atubariki na Mungu alibariki somo lake, ni katika jina lake Yesu, amina. Kabla sijaondoka hapa, nipende kutaja namba zangu za simu. Kama utakuwa na swali la kuuliza ili uweze kuelewa sawasawa juu ya somo hili, utawasiliana nami kwa simu ya namba 0684 10 31 01, 0684 10 31 01. Mungu akubariki. Bye bye. Asante.